University. Eric James Shigongo ni mwandishi wa vitabu, mkurugenzi wa kampuni ya Global Publishers Limited na mhamasishaji wa watu kujiondoa kutoka kwenye umasikini. Nayo heshima kubwa sana ya kumleta kwenu rafiki yangu mpendwa kabisa, mtu ambaye toka nilivyofahamiana naye miaka kama 5-6 iliyopita. Kwanza kabisa maisha yangu yamebadilika sana, lakini pia tumejikuta tunafanya kazi pamoja, tunatembea pamoja na tunafikiri pamoja na tuna lengo moja. Na tukapata nafasi ya kwenda pamoja Iringa kuongea na kina mama kule, kama wakina mama 150 hivi, tukiwahamasisha na tukiwafundisha namna ya kuweza kushinda maishani. Na tunapata habari wengine, mmoja amekuwa mbunge, wengine wanamiliki shule na miradi mbalimbali. Huyu rafiki yangu pia yeye ni mkurugenzi wa kampuni ya Global Publishers. Vile vile yeye ni mwandishi mashuhuri wa vitabu, ni mzungumzaji. Amezungumza ndani na nje ya nchi hii ya Tanzania, mikutano ya ndani na mikutano ya nje, yani open air meetings. Na vile vile rafiki yangu huyu ni mjasiriamali ambaye amefanikiwa sana. Amekuwa mjasiriamali sasa hivi takriban miaka 10 iliyopita, na sasa hivi pia ni mmiliki na mwekezaji wa biashara za mahoteli pamoja na biashara za usafirishaji wa majini, water transport. Okay, ana kipaji maalum kabisa cha ujasiriamali, lakini jambo la msingi sana ni kwamba moyo wake sana upo katika kuwasaidia watu, kuwasaidia Watanzania, kuhakikisha kwamba Watanzania wanainuka, wanafanya vitu vizuri. Na mimi naye kwa pamoja tumeanzisha hii inaitwa Street University. Na jambo la msingi sana ambalo nalipenda kutoka kwake ni ile roho na nafsi ya kuwa huru. Sijawahi kumwambia hivi, ile independent spirit. Nakumbuka siku moja nilikuwa naongea na rafiki yangu, nikamwambia mimi sioni kama na rafiki yoyote ambaye ana mentality au fikra kama za Eric. Ni mtu ambaye yuko independent, yuko free, hana fear yoyote ile ya kujaribu mambo makubwa na mambo mazuri ya jinsi ya kubadilisha maisha. Mimi na yeye tunafanana katika kitu kimoja kikubwa. Tunapenda kuwaona Watanzania wakinyenyuka na tunapenda kusaidia watu wakinyenyuka. Basi naomba mnisaidie tumpigie makofi, tumkaribishe Eric Shigongo. Take your time, buddy. Nataka kuzungumza na nyinyi juu ya uongozi. Wangapi kati yenu wanataka kuwa viongozi? Mkono juu. Sawa kabisa. Nataka kuzungumza nanyi juu ya kuongoza biashara, nikitumia ushuhuda wangu mwenyewe, mambo niliyoyafanya kwa miaka 10 kama na 2 hivi ambayo nimefanya biashara. Nilizaliwa miaka 42 iliyopita kwenye familia ya mzee James Bukumbi na mke wake Asteria, kwenye umaskini ambao mimi huwa nauita ni umaskini wa kupindukia. Baba na mama yangu hawakupata nafasi ya kusoma, hawakusoma kabisa. Baba yangu alifundishwa kuandika na mdogo wake, mama yangu hakukanyaga kabisa darasani. Tulikuwa watoto 10, watoto 10 wa kiume 3 na wasichana 7. Baba yangu alikuwa mchuuzi mdogo, na siku zote wanazungumza nimejifunza kufanya biashara kutoka kwake. Alikuwa mchuuzi, kwanza alikuwa na duka ndogo, lakini akaugua kwa miaka mingi. Baada duka yake likaisha, akafilisika akihangaika kutibiwa kwa waganga. Kwa nikapata bahati mbaya ya kukulia kwenye umaskini na ufukara wa hali ya juu. Kwa sababu ya kufilisika kwake, baba aliamua kuhama kutoka kijijini kuja mjini kutafuta maisha. Akabeba watoto wake 10 na magodoro yake juu ya basi. Nakumbuka kwa mwaka 79. Nakumbuka ile basi kwa inaitwa Umoja Bus Service. Tunakwenda mjini ambako baba alikuwa hajajiandaa vizuri. Amekimbia aibu ya kufilisika kijijini. Tukajikuta mwaka 79 ule tuko Mwanza, sehemu inaitwa Nyakato. Baba akajenga nyumba ndogo ya vyumba 3 ya tope kwenye eneo ambalo linaitwa Meko. Wakati ule nyumba zilikuwa chache kwenye eneo lile.
Lakini baada ya muda si mrefu matajiri wengi wakaanza kuhamia pale na kujenga. Ingekuwa Dar es Salaam eneo lile ungeweza kuliita Mikocheni, kwa maana kama umetangulia kujenga pale ukiwa maskini, lakini baada ya muda mfupi nyumba yako ikazungukwa na nyumba za matajiri wengi, castles around your house. Kwa tukawa the only impoverished family, tukawa ni familia pekee maskini kwenye eneo lile, mimi na familia yangu ya watoto 10 na wazazi wetu wawili. Unaweza ukafikiria ilikuwaje? Hakuna mtoto wa tajiri alitaka kucheza na sisi, na matajiri wote walihama kutoka mjini wakaja eneo lile. Alafu kwetu peke yake ndio ikawa eneo la watu maskini. Matajiri walitupa takataka zao pale. Kwa niliishi kwenye maisha yale ya kudharauliwa na kupuuzwa na kila mtu aliyenizunguka. Hakuna aliyetaka kucheza na sisi kwa sababu tulikuwa maskini. Wakati mwingine tukipita barabarani, watoto wa matajiri, watoto wa Waarabu, zamani kutumia neno hilo, matajiri walifungulia mbwa zao zitufukuza sisi. Walifurahi kusema sikamata. Alafu mbwa akatukimbiza akaangusha chini na kutuuma, afu wao wakawa wanacheka. Mazingira yale yalitufanya sisi tuchukie watoto wengine. Chukia kabisa, kuwa na hatred na watoto walikuwa wanatuzunguka. Tukapendana sisi tu. Hatukujali sana tulikuwa watoto 10. Katika watoto 10 kama tuliamua kucheza mpira tuligawanyika tu, 5 huko 5 huko. Inapigwa mechi pale. Kwa hiyo hatukumhitaji mtu. Tulikuwa na chuki kwenye mioyo yetu. Kila siku tulijiuliza kwa nini umaskini huu? Wakati mwingine tulimwangalia baba yetu na kumlaumu. Sema kwa nini baba hakufanya kama baba yake na fulani? Unatamani uwe kama mtoto kwenye familia nyingine. Wali uliwa mara moja kwenye familia yetu kwenye wakati wa Christmas. Sitasahau dadangu Jessica alipofariki, niliona ndio opportunity ya kula wali nyumbani tofauti na siku ya Christmas. It's sad. Ninapozungumzia historia hii huwa nakuwa emotional. Huwa nasikia kama nataka kulia. Lakini sitaki kulia tena. Hao yalishapita. Mungu alikuwa na makusudi kunipisha kwenye historia ile. Ili siku nikiwa jinsi nilivyo niwafikirie wengine wanaopata shida. Kwa sababu najua ni nini kuwa na taabu. La kwanza mpaka la 7 sikuvaa viatu. Shule nzima watoto wengi walikuwa na viatu, isipokuwa mimi na dadangu Joyce. Tumerudishwa nyumbani mara nyingi sana. Mwisho walimu wakasema waacheni tu wasome. Na baba hakuwa na uwezo wa kutunulia viatu. Watoto wawili tu kwenye shule walikuwa wavaa viatu. Kuna wakati wanaiangalia miguu yangu ilivyo mikubwa, na mimi nilikubanwa na raba nilipokuwa mdogo. That is me. Ambaye nimesimama kuzungumza na nyinyi leo. Kwa sababu ya umaskini sikupata elimu ya kutosha. Sikuwa na bahati kama mlionao nyinyi mnaonisikiliza. God is good. Gave me the opportunity. Siku moja nirudi nyumbani kutoka shule. Nikakuta rafiki yangu amefariki. Nilikuwa nasoma naye. Wazazi wangu hawakuwepo nyumbani. Walikuwa wamekwenda kwenye msiba. Nikaenda kwenye msiba ule. Naizungumzia siku hii kwa sababu ndio siku iliyobadilisha maisha yangu. Nikakuta kwenye msiba kuna watu wengi sana. Nilikuwa kijana mwenye aibu, nilikuwa sizungumzi. Kwa sababu nilishasemwa sana, nilishaitwa majina yote. Kwa nilikuwa naamini kile nitakachokizungumza kina maana. Kwa nilikuwa siongei. Mimi kuna watu wakiona naongea leo hawawezi kuamini kama ni mimi. Nilipoteza confidence kabisa nikiwa mdogo kwa sababu ya kunyanyaswa na kutukanwa na kubezwa. Najua hata ninapozungumza sasa hivi kuna watu bado wanabezwa na hawaamini kama anaweza kufanya kitu chochote maishani mwao. Mimi ni mfano kwao. Usikubali mtu yeyote akuchagulie kesho. Usikubali kuitwa jina lolote na ukalikubali. Definition yako kwa Mungu